Tunataka damu changa, tunataka uchaguzi wa matawi wa wilaya na mkoa. Tunataka viongozi wapya. Lakini kwanza Mangungu achia shuka, rudi nyumbani kwako. Nando Junior, mambo vipi? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko bwele wa afya. Kuna wengine wanadhani wanaona na kapelo, hawajui kama nina kipala ama sina. Navua kapelo kwa muda. Naomba jamani wimbo wa Mangungu kwanza kabla sijaanza. Mangungu atuache, Mangungu atuache, Mangungu atuache, Mangungu atuache. Inatosha. Yeah. Huu wimbo umetungwa baada ya kupokea kichapo kutoka kwa mtani wako? Yeah, no doubt. Ni ukweli ambao ufichiki. Mimi kama mwanachama wa klabu ya Simba na miongoni mwa viongozi wa klabu ya Simba, tumevumilia vya kutosha sana. Tumevumilia kwa muda mrefu sana. Na Mangungu kati ya watu wa Simba ambaye anawachukia, hawapendi, mimi ni mmoja wapo. Kwa sababu Mangungu wakati anachukua fomu ndani ya klabu ya Simba, haikijui hata kikombe cha chai cha Simba. Mangungu achukua fomu yeye na Juma Mkamia. Nimekutana naye kwenye kampeni siku ya Ijumaa. Pale kwenye tawi la gorofani, tawi la gorofa la Simba la kwanza, lipo Mlandizi, barabara kuu ya kuelekea Morogoro. Nilikutana naye pale kwenye kampeni. Wanachama pale walinizuia kwa sababu wanajua viongozi wanapokuja huwa wanaacha maji ya kunywa. Walijua mimi nimekuja pale nitakaa kwenye mkutano wao nipate maji ya kunywa. Nilitoa kadi yangu wanachama akiwa walinizuia. Lakini yeye Mangungu kwa hekima zake akaniruhusu mimi niingie kwenye mkutano. Kweli niliingia. Nilitaka kuuliza swali nikaekewa stop order. Sikupewa hata nafasi kanipa yeye Mangungu. Mkweli siku zote huwa anapenda kusema ukweli. Alinisaidia kwenye hilo. Hanijui, simjui. Nilipouliza swali pale ukumbini, Mangungu alinijibu mara tatu yake. Lakini kwa mara ya kwanza Simba wanakuja kutolewa na Juane Galas. Simba yuko kwenye ubora. Toka tubadilisha katiba mabadiliko 2018. Simba tujawahi kufungwa kwenye ardhi ya nyumbani. Kwa mara ya kwanza tunakuja kufungwa na Juane Galas. Goli 3 ndani ya kipindi kimoja. Utawala wa Mangungu. Simba tunaondolewa, tunarudi shirikisho. Nilimpigia simu siku inayofuata. Kile nilichokuambia Mlandizi kimefanyika? Anaanza kuniuliza maswali ambaye hayana maana. Simba sio ya babangu, Simba sio ya mamangu. Nikamwambia hata mimi kiongozi wa tawi. Sawa, Simba sio babangu, sio mamangu. Wanaumia ni wanachama wetu. Tutakuwa tupate majibu ya kuwajibu wanachama wetu. Tunawajibu vipi? Mimi naanzia kwako wewe, afu ndo tunarudi kwetu. Ukiniambia hivyo unatukosea. Wakati unachukua fomu ulikuwa unajua kabisa Simba sio babako, sio mamako. Ulichukua fomu kwa mataka kwenda kuisaidia Simba. Swedi Mkwabe alijiuzulu Simba Sports. Sawa? Mimi mpaka leo ninazungumza, yule alikuwa kiongozi halali wa Simba. Yule alikuwa anatakia mema Simba. Kwenye utawala wake tumefanya makubwa ndani ya Simba. Lakini kajiuzuru kwa sababu kuna watu ndani alikuwa aendani nao. Ndio maana akaamua kusema kwamba mimi familia yangu iko Tanga, kwa hiyo sasa hizi majukumu amenizidi na kaa pembeni. Yule kaongea kihekima. Wakati anachukua fomu kuomba uchaguzi ndani ya Simba, kuomba uongozi. Familia yake huko Tanga, haiko Dar es Salaam. Sawa? Alikuwa yeye na Mtemi Ramadhani. Mtemi Ramadhani katupa taulo mapema, kamwachia yule. Yule kapita bila kupingwa. Tofauti na Mangungu. Yule kapita bila kupingwa. Hakuna kula yasio. Zote ndio tu. Alikuwa peke yake mgombea 2018. Nipo ukumbini. Sawa? Wakati anatoka tumekaa na mbadala wake Mzee Mwina Kaduguda, katibu ambaye alikuwa na Mzee Dalali, utawala wa Dalali na Bagada Kaduguda hatujafungwa na nyuma mwiko mpaka wanamaliza madaraka, wanambulia sare tu. Sawa? Lakini leo hii Kaduguda anatoka anasema mimi sigombei tena. Wanachukua fomu yeye na Mkamia kujaza nafasi. Wametengeneza mazingira huko. Kaenda kwenye uchaguzi kampigisha shoti mwenzake kapata kula. Alivopata tu shughuli imeanza. Tumeanza kupoteza makombe utawala wa Mangungu. Mpaka leo mara ya 4 mfululizo ambayo tuchukua baki to baki, na wao wanachukua mara 4 tena kwa ziaka na kwa dharau. Kwa mara ya kwanza waamuzi kutoka nje ya taifa letu wanakuja kuchezesha dabi toka ligi ianze 65. Haijawahi kutokea. Lakini waamuzi wanakuja hapa, kombe liko uwanjani, nyuma mwiko wanapata ubingwa. Tena ubingwa wa kinyonge. Kombe uwanjani wachezaji wanatembea. Kiongozi anapigwa chuma ya kwanza tu, anawasha gari anaondoka. Shughuli nimemaliza. Maana yeye alikuwa mtengenezaji mazingira ya shughuli. Machungu ameshindwa kuvumilia kubaki kuendelea kuangalia. Kwa hiyo ana machungu kuliko sisi. Sisi ndio wanachama klabu ya Simba. Tunawabeba mashabiki wetu wa klabu ya Simba. Hata mimi jana nilifika saa 4 asubuhi kwa mara ya kwanza lebi zote. Na nilisema nikuja kuangalia usalama na mazingira. Niko pale. Sawa? Na nikisema kwamba kuna 75% timu kuja uwanjani. Na nilishasema kwamba mimi sitokuja uwanjani. Lakini niliamini kabisa viongozi wamekaa kimya wako ndani. Ina uwezekano wakaleta timu kwa sababu kuna sehemu nimezipata za chini ya carpet kwamba wamekutanishwa viongozi wa matawi kwa huku kwetu Gwambina hapa. Wameenda wameambiwa kuna kifungu cha kanuni ndani ya klabu ya Simba kwenye katiba yetu hairuhusu sasa kugomea mechi. Kiongozi ambaye nimemwachia madaraka kwenye tawi langu, sawa, ananipa hizo taarifa kwamba wameenda kwenye mkutano Gwambina, wamekubaliana kuna kifungu cha kanuni
ambaye kipo kwenye katiba ya Simba hakiruhusu Simba kugomea mechi. Hasa nikajiuliza. Wakati huo anaambiwa na nani? Na kiongozi wangu ambaye nimemwachia madaraka tawini kwangu. Yeye kazitoa wapi hizi? Kwani mimi naongea nini baba? Wewe unielewe vizuri hapo. Au ushakunywa supu? Wewe umekunywa supu? Nisikilize kwa makini. Nani hujamtaja nani viongozi wa wilaya wameita viongozi wao wa matawi. Wamekutana Gwambina tunapokutana kuzungumza kwenye wilaya yetu ya Temeke. Si umenielewa? Wameenda kuambiwa kwamba kwenye vifungu vya kanuni vya katiba ya klabu ya Simba hairuhusu kugomea mechi, ili kuwanyongonyesha warudi kwenye wanachama wao wafunike kombe ili mradi twende tukatoe sadaka Benjamin Mkapa siku ya jana. Mimi vikao hivyo nilihudhuria kikao kimoja tu hapo nyuma Pambano hapo. Kipindi hicho katibu wetu wa wilaya alikuwa Hussein Simba. Ananijua vizuri, mwenyekiti wake foto. Nilipasua buyu hapo. Simba tunaenda kucheza na Mkana Red Devils. Hapo ashatufunga 2-1 kule kwao. Wananijua vizuri hapo, toka hapo mimi sijakanyaga tena. Mkweli siku zote atabaki kuwa mkweli. Sasa hizi ningekuwa naendelea na hivyo vikao, pengine duniani sipo. Lakini Nandi, kwenye hili swala kupata matokeo sio kwamba mnazidiwa ubora na Young Africans. Wana ubora gani? Top scorer wa ligi kuu kashinda kutoka timu gani? Simba. Golikipa bora timu gani? Bado hajataja. Hadi mpaka hapo nataka wataje nini sasa? Mtu ana clean sheet 19, mtu ana clean sheet 16, unaniambia bado hajataja, unataka nini? Mwaka jana yeye na Lei Matampi wamepeshana clean sheet ngapi? Jigi Diala, golikipa bora msimu uliopita alikuwa nani? Si Lei Matampi. Walipishana clean sheet ngapi? Sawa, ni Kamara. Haya, twende. Sasa unataka kukwepa nini? Hizo sehemu nyingine wataamua tu, wampe hata Alikamwe awe ndo mchezaji bora, inawezekana. Si maamuzi tu anaweza kuamua. Kwa hiyo mimi huko siangalia kile kwenye tuzo hizo tu. Tayari tumeshachukua Simba Sports. Na katika miaka 4 yote mtawalia tulikuwa tunachukua baki tu baki. Golikipa bora Simba, beki bora Simba, kiungo bora, mfungaji bora. Miaka 4 hakuwahi kutoka mfungaji bora Ndanda wala Kitayoso FC. Golikipa bora, kocha bora, mchezaji bora, mfungaji bora wote wametoka Simba mpaka tunamaliza miaka 4. Lakini wao wanagawana mara George Mpole. Kwa maana umekubali kikosi chetu ni bora. Kikosi chetu ni bora. Hatuwezi kukosa kuwa bora, tumecheza na bingwa wa Morocco. Lakini si ndio mwenyekiti amehusika kwenye kusajili hicho kikosi. Naomba unisikilize. Sisi msimu huu wakati unaisha uliopita huu. Sawa 23 24 wakati unaisha sisi tuliongea sana. Lakini huyo mwamba huyo Muntaza Mangungu amepita kwa viongozi wa wilaya wote, amekaa nao, amemalizana nao, shughuli imeisha kwa sababu wao ndio wana haki ya kusimamia zile kura zile za wanachama. Tutakuja kuomba mkutano wa dharura. Unajua tu katiba waisomi. Sisi kama wanachama, kiongozi ameomba ridhaa kwetu kutuongoza. Tukiona naenda tofauti, tuna haki ya kumwambia kwamba ulivyotufanyia havijatimia. Tuna haki ya kuomba mkutano wa dharura kama wanachama. Na akatuachia timu yetu. Lakini kwa bahati mbaya kaenda kukamata zile sehemu muhimu. Kwa sisi wanadamu tunasema kwenye kiuno hapo. Sawa? Kwenye kizikiziki kakamata. Ukikamata hapo unaenda wapi? Maana kikatuua sisi. Wewe kama kiongozi wa tawi huna nguvu. Mkutano huna uwezo kuita. Ndio maana yule Dr. Mo alijenganya yule kutaka kuitisha mkutano hapo. Hapo kama unakumbuka TTC cha ng'ombe. Kilitokea nini? Mangungu kaenda Clouds kule kaongea nini? Kama unakumbuka. Hamtambui. Si umenielewa? Hamtambui. Mwisho wa siku akawasimamisha yeye na nani? Na Egi Simba. Na mpaka sasa hivi taarifa zilizopo, sisi tunasema kila siku hatuhitaji mechi, tunajua tumebaki na mechi 2. Ndugu zetu kindakindaki wanasafiri muda wote na Simba, wanatumia gharama zao. Sawa? Akiwemo Wakitalima ni mtu nini tunamuita nani yule MC mkubwa wa Simba kwenye hamasa zote. Lazima Wakitalima muone huko na bendera taifa na bendera ya Simba. Jana ulimuona Benjamin Mkapa Wakitalima? Nakuuliza wewe ndugu mwandishi, ulimuona Wakitalima jana? Sasa mimi nimeshindwa kufuatilia. Amesafiri kwenda Tabora. Kucheza na timu imeshuka daraja. Imeingia pala hata hapo haijafanya, akatumia hela zake kaenda Tabora. Leo umemwona kwenye dabi Mwakitalima? Hajawahi kukosa kwenye press zote za Simba. Leo umemwona Mwakitalima? Hajaonekana. Umemwona Egi Simba? Unajua kwa nini hao watu wakuepo? Wamesimamishwa baada ya kusema zimebaki mechi hizi 2. Sasa walisema walikuwa watu 2. Maana wale wanaonekana wapo karibu na wana nguvu kubwa. Tukiwasimamisha hawa wengine wanafanyaje? Wananywea. Na mimi namuuliza Mangungu siku zote, mbona Mangungu mimi anigusi? Mbona mimi namgonga misumari kila siku? Ananiogopa nini? Au mimi sio mwanachama wa Simba? Eti kuna wengine huko wana kadi za mashabiki, hawana kadi za wanachama. Kwa nini mimi Mangungu kunigusa nashindwa nini? Kwamba huyo jamaa anamsimamisha kwa 1 2 3 ili niende kumnyoosha kwenye sheria. Yes, mwanasiasa akutane na watu wa siasa mpira. Na mimi naomba wanachama klabu wa Simba kwenye hili. Mzee Dalali pamoja na utawala wake wote na Sefu Kaduguda hawajawahi kufungwa na nyuma mwiko, lakini ashawahi kufanywa tukio nyumbani kwake. Watu walienda mpaka nyumbani kwake wakavunja mlango wakakuta watoto wake, sio waliwapiga makofi, walifanyaje kipindi hicho? Na akafanya makubwa. Na eneo wametununulia Bunju kule. Lakini kafanywa yote. Huyu hajanunua kiwanja, hajajenga hata kioksi wala kijenge. Tunamuogopa nini? Wana Simba, huyu tunamuogopa nini? Mangungu Huyu sio wetu. Wana Simba wenzangu, tunaomba tuwe pamoja. Toka jana nimeamini. Sawa? Mchawi mpe mwanao kulelee.
Jana nimeamini kweli mchawi mpe mwanao kulelee. Wale maifiensa wa Simba. Mnawajua nyinyi wote kindakindaki. Mmoja jana kaingia kwenye 18. Anajifanya mzee wa maombi. Jana maombi yake ameenda na bahari. Jana kaongea vitu vya utopolo mtupu. Ni mtu wangu wa karibu sana, lakini kwenye lile naomba atupishe na yeye. Aendelee kwenda kunywa mtoli huko na kukunywa mtoli na watu wake. Sio wetu yule. Wana Simba wenzangu tuongee ukweli. Yule sio wetu mchungaji. Yule aende akachunge kondoo zake atuachie Simba. Wana Simba wanamkubali kweli kweli, lakini yule sio wetu. Jana anaongea pale hawa wana shida yoyote, Yanga wametuzidi kwa kiwango uwanjani. Kweli wewe mchungaji kweli wewe? Kondoo kila siku watakuwa wanaondoka. Bora uchunge binadamu 1000 kuliko kondoo moja. Kazi ya kuchunga wanyama ni ngumu. Kawaulize kwa Sukuma, kawaulize wa Masai watakwambia. Kazi ya kuchunga ni ngumu sana. Sio, umeelewa kwa makini? Kwa hiyo binafsi mchungaji kwenye hili naye amejitenga. Bora wenzake jana walikimbia mtego. Kisugu hajaojiwa, Mzalamo naye katoka Ndungi. Sawa? Katoka Nduki. Pasi milioni ndugu yangu pia sijamuona. Hao wote familia. Sawa? Lakini wametuliza hasira zao. Wale afadhali. Wewe unaokurupuka umeenda kwenye maiki, unaongea kwa utashi. Kweli? Kisugu, Mzalamo, wote nilikuwa nao VIPB. Jana nilikuwa nao VIPB. Sawa? Wale sisi familia. Wale ndio msalaba mwekundu wa Simba, wanaisupport Simba, Simba kokote ilipo wapo. Leo mnashindwa kuitetea Simba. Mnataka kutetea watu binafsi. Simba itafika wapi? Kwa hiyo kwenye kuumia huku kote mashabiki. Msiwafuatilie tu watu mtandaoni kwenye TV, ndio wote mnawaona tu. Maadui wa Simba ni sisi wenyewe. Maadui wa Simba wa kwanza ni sisi wenyewe wanachama na mashabiki wa Simba. Sio, umenielewa kwa makini? Maadui wa kwanza wa Simba ni sisi wenyewe. Unaponyoshia mtu kidole kimoja, wewe hakikisha vinne vinakurudia wewe. Sio, umenielewa kwa makini? Kwa hiyo wale maifiensa wa Simba unawajua wewe, jana wametuliza hisia zao, wameenda kujificha. Mimi niliamini kwamba wote wangehojiwa na wangetoa maoni yao. Siku zote mchuzi wa mbwa haunyweki ukiwa umepoa. Maana una mafuta sana. Kunywa ukiwa wa moto. Lakini jana wameukimbia mchuzi wa mbwa, wametuachia sisi. Sasa tumeunywa na tumeuoga. Kama mbwai iwe mbwai. Hatuwezi kukubali timu yetu inaenda kwenye maporomoko. Watu unajua Dewji anaweka shilingi ngapi Simba? Yale yanayofanyika pale. Dewji ulimuona pale? Lakini Mnandi timu ngoja, Dewji ulimuona Benjamin Mkapa? Kombe uwanjani kashatumia gharama zake kusajili kina elimu Panzu wifi ya nchi. Kine Budo, Joshua Mutale, man the match of final ya shirikisho. Kuna watu wanahitajika Ulaya huko bilioni 30, lakini Budo ndo man the match. Sawa? Ulimuona pale tajiri? Hakuwepo. Kwa nini asiwepo? Kuna kitu kinatengenezwa ndani. Tajiri asuse. Aiache Simba ili hii timu wanayoitaka wao itambe. Si umenielewa? Kuna watu wanatengeneza mchongo ndani ya Simba. Tajiri asuse. Watu wanawataka wao au watu wa majengo ndio waonekane bora. Yale maandishi matatu yale kama ya TFF ndio wanayataka yatambe. Yale maandishi matatu yale kama ya TFF ndio wanayataka kwenye nchi hii. GSM yako manne. Si umenielewa? Yale ndio atakayatambe. Lakini Mnandi katika uongozi huo na mwenyekiti ndio mawafikisha nyinyi hatua ya finali, lakini pia mmemaliza ligi kuu mkiwa nafasi ya pili. Hizi kelele mbona zinakuwa kubwa kila baada ya mwisho wa msimu? Sisi tulishawahi kufika finali, yeye ajulikane kama yupo ndani ya Simba. Hii sio mara ya kwanza sisi kufika finali. Kwa sitafute kichaka cha kujifichia. Yaani habari ya finali, robo finali, sisi tunafika kila siku, yeye hayupo. Yupo kwenye jimbo lake huko. La kisiasa huko. Kilwa huko. Sasa tunaenda robo finali. Sisi tumeanza kwenda robo finali mwaka gani? Mfululizo siku 19. Yeye yupo Simba. Tunamjua kama kuna mtu anaitwa Mangungu ndani ya Simba. Kwa hiyo tunaambia kabisa, waliompa kula Mangungu, sawa? Subiri basi. Mimi sijawahi kumpigia kula Mangungu. Naongea hapa. Sijawahi kumpigia kula Mumtaza Mangungu. Ile ya kwanza na Juma Mkamia mimi nilimnyoa. Sema alipita kwa sababu Mkamia kuna maneno aliyazungumza kwa sababu alimfanyia comeback. Wana Simba kutaka kuelewa kwamba huyu sio mtu wetu. Ila wakazungumzia kwamba huyu alipita Simba. Sababu Simba tulikuwa tunataka watu wapya. Ndio tulipojikanyaga pale. Tumeruka kwenye bwawa, tumeingia kwenye Zolelanga. Unajua Zolelanga? Unalijua Zolelanga? Ulijui Nenda huko kwenye vichuguu kuna maduda na mashimo. Mti uliko kufa huko ndio linaitwa Zolelanga. Kwa hiyo tumeingia kwenye Zolelanga kutoka baba humo. Mfanye kazi. Humo muende na silaha ndio mtatoka kwenye Zolelanga. Ndio huko tulikoingia ili Zolelanga. Miaka yote hii baki tu baki wanachukua mara 4 na wao kama sisi. Haya, mechi inaisha, wewe ndio wa kwanza unaingia kwenye gari yako unaondoka. Ule msala unamwachia nani? Au alijua atapigwa makofi pale. Sisi wakarimu. Sisi hatukutaka kuandamana kama wenzetu wanywa supu. Mnandi, tumalize na nyimbo ya Mangungu basi. Kabla ya kumaliza na neno la kumalizia. Wakati tarehe inabadilishwa kutoka 15 kwenda 25. Sawa? Si ndio? Simba walitoa taarifa tarehe 12
Ile tarehe 13 ndio natoka taarifa ya kwenda tarehe 25 kwenye taarifa yao kwa umma ya Simba, mpaka leo hii haijabadilika kwamba kama itabadilishwa tarehe, tuelewane vizuri hapo, tuweke noti hapo, kama itabadilishwa tarehe kutoka 15 kwenda tarehe nyingine tofauti ambayo wao walikuwa haijui ni tarehe gani, hatutotambua mchezo na hatutoshiriki. Je, kauli yao Simba walipungua? Mpaka jana wanaposti saa 6 wanasema wanakuja uwanjani, walipungua kauli yao? Lakini saa 6 wanasema tunafanyaje? Tunacheza. Hapo hapo try again muene ameposti muda huo kwamba nyewe wanachama mmeshindwa kushindikiza na Muntaza Mangungu, sisi tunapigiwa simu, timu lazima iende uwanjani. Posti yake niliona muda huo. Sasa tunajiuliza, wewe try again, vikao vimeendelea karibia siku 9, ulikuwa wapi? Yani tayari umeshindwa kuziba ufa, ukuta ushaanguka, unataka kujiona na wewe uko salama, na wewe vile vile uko kwenye machawa. Usitudanganye, kama ulikuwa salama ungetoka kwenye kikao ungesema jamani, Mangungu anangangania mechi, timu iende uwanjani. Na nyinyi wajumbe wa bodi kina Isa Masudi, kina Sulemani Alubu, semeni hao wanangangania timu iende uwanjani, sisi hatutaki. Sisi kama wanachama tuliwachagua, tungesimama kidete, tungesema hewala, timu acha iende, acha na sisi tujipange. Sasa wenzetu wamejipanga nje ya uwanja, wamelala mule. Lakini walivyokuja tu, naikumbuka mechi ya Mkana 2019, wameingia uwanjani pale, wamekagua uwanja kama Mkana, hawajaingia vyumbani, wakaukagua wote, alafu ndo wakarudi ndani. Makemdao mimi niko uwanjani. Simba wao wanaingia pale, wanakuja kufanya warm up, baadaye wanaingia wanakuja kucheza mechi. Wewe unategemea kitakukuta nini? Hiyo mtaani kwenye Ndondo Cup lazima ujiandae. Uwezi ukalala ukaamka timu iende kacheze, watu wanakaa kambini wasilale kwa wake zao. Wewe leo hii kurupu unapeleka timu uwanjani, huyo kiongozi bado anatosha? Alafu mechi haijaisha, shaona chuma moja, anachukua gari yake anaondoka. Haya, msala anamwachia nani? Anamwachia msemaji. Kwa nini mnampa shida Ahmed Ally? Anakosa gani Ahmed Ally? Kuna watu nawaona nao wanaanza kumlaumu Ahmed Ally. Ahmed Ally anafanya nini? Yeye ni mtu wa ripoti ya timu. Yeye ni mwajiriwa wa Simba. Hajachaguliwa na Simba. Leo hii hapa mimi siwezi kusimama kumlaumu Mohamed Dewji. Kama anaenda tofauti mimi namlaumu kiongozi wangu. Ondoa huyo. Siwezi kumlaumu Dewji, sisi sijamchagua Dewji. Si umeelewa? Kwa hiyo alokutwa na ngozi ndio alokula nyama. Si mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba amesimama na wajumbe, tunajua Muntaza Mangungu. Akimwagika yeye tu atataja na wachawa wenzake. Wote watamwagika, wataondoka. Kwa hiyo Mangungu yeye ndo mtu wa kwanza, atuachie koti letu Simba pale, arudi kwenye siasa zake, mpira ushamshinda. Mangungu arudishe koti la klabu ya Simba ofisini. Atungike pale, asisubiri kushindikizwa. Na nyinyi viongozi wa wilaya, mnaowaita wanachama huko viongozi wa matawi, mnawadanganya kuna kifungu cha kanuni ili watu wapeleke timu wakacheze. Bora mketuambia tujiandae. Sisi tumevaa suti zetu na kuja kujua kama mshajipanga, tukaangalia ubingwa tunaenda kuzalilika. Kwa hiyo aibu hiyo sisi tumeshaichoka, inatosha. Hatuwezi kuwa kwenye top 5 barani Afrika tunafungwa na wao wauza miogo sokoni. Hii ni aibu kubwa. Tumalize mnani na nyimbo basi. Kwanza kabla ya kumaliza, tunahitaji uchaguzi wa wilaya. Tunahitaji uchaguzi wa wilaya. Viongozi wa wilaya mliokuepo mtoshi. Uchaguzi wa wilaya tunauhitaji. Mlituambia muda mrefu chaguzi ya viongozi wa klabu shakamilika, unaofuata wa wilaya. Mpaka leo hakuna. Tuchague chaguzi za matawi, tumalize, twende wilaya, twende mkoa. Tuwe na viongozi wapya. Wazee wamejaa wengi. Wazee wamejaa wengi, tunataka mchanganyiko. Tunataka damu changa sasa tunataka damu changa. Tunataka uchaguzi wa matawi, wa wilaya na mkoa. Tunataka viongozi wapya. Lakini kwanza Mangungu achia shuka, rudi nyumbani kwako. Sawa Mnandi, sawa Mnandi. Jamani, tumalize na nyimbo ya Mangungu. Ya kila siku anawaambia kwa nini aondoke. Tuachie timu yetu. Ondoka. Mangungu tuachie timu yetu. Mangungu tuachie timu yetu. Mangungu tuachie timu yetu. Shukrani sana.